Lishe tunavyoiangalia sasa hivi tunaiangalia katika mtazamo mpana, hasa baada ya miaka 2008 baada ya wenzetu wa jarida la kutoa mfululizo wa machapisho wakijaribu kuelezea tatizo la lishe kwa upana wake. Sasa kabla ya machapisho haya ya 2008, kwa sehemu kubwa tuliangalia lishe kama tatizo la kiafya, kwamba mtoto anapata utapiamlo, anapelekwa hospitali, wanamfanyia tiba ya vyakula, ama anafundishwa, mtoto anarudi nyumbani. Na kwa kiasi chake ilitusaidia kwa wakati huo, na mfano mzuri ni Iringa. Miaka ya 80 kulikuwa na mradi mkubwa sana nadhani wa serikali wakishirikiana na UNICEF kama hicho, na walipokaribia miaka ya 90 huko wakasema kabisa utapiamlo Iringa umeisha. Mradi ukawa miaka 10. Lakini baada ya miaka 10 mingine Iringa ikarudi kuongoza kwa udumavu tena. Sasa hali kama ile ilitokea pia sehemu zingine duniani. Kwa hiyo wataalamu wakabidi warudi chini kwamba hivi tunakosea wapi? Kwa nini tunapeleka mamilioni ya pesa, watu wanafanya programs, tunapata matokeo hapo tunarudi nyuma? Kwa hiyo kufikia 2008 ndio wakatoa machapisho yale, wakawa wamegundua kwamba kwa muda wote tuitazama lishe kama tatizo la kiafya, lakini kuna matatizo mengine ambayo yanachangia kwenda kwenye lishe duni, ukiondoa mambo ya kiafya kama mazingira, chakula na kadhalika. Sasa wakawa wameitafsiri kwa maeneo matatu. Eneo la kwanza ni uzalishaji wa chakula. Chakula gani kinazalishwa kwa wakati gani, kiwango, aina ya chakula vinavyozalishwa. Wenzangu Debora asiku kwa ITV wameeleza kwa kirefu sana kuhusu makundi ya chakula. Kwa hiyo tuna makundi kama matano. Kwa hiyo inatakiwa wakati wote tuweze kula makundi matano ya chakula kwa watoto na watu wazima pia. Kwa hiyo hilo ni eneo la kwanza. Kwa hiyo uzalishaji kwa maana ya mchanganyiko ule, lakini pia wingi, kwa sababu unaweza kukuta unazalisha chakula kile inafika sehemu unaishiwa chakula ndani. Kwa hiyo huwezi kuanza kuzungumzia tena mchanganyiko, unaanza kuzungumzia kuishi. Kwamba sasa lazima tule kinachopatikana siku ziende. Kwa hiyo wingi na mchanganyiko wa chakula ni eneo muhimu. Kwa hiyo kilimo kinaonekana sasa kuwa ni eneo muhimu sana katika kuhakikisha kwamba tunapata lishe bora. Lakini eneo la pili ni malezi na makuzi ya watoto. Hapa ni papana. Mtoto anazaliwa kwenye jamii na mitazamo mingi kuhusu chakula, kuhusu malezi ya watoto. Akina mama wenyewe wenye umri wa kuzaa wanapokuwa katika ujauzito na baada ya hapo. Kwa hiyo kuna mwingiliano mwingi wa mtoto huyu na jamii na maisha ya jamii ile. Kwa hiyo mtoto atakachokula, mama atakachokula pia kinategemea jamii na kiangaliaje, kwa maana ya maandalizi, waleje na kadhalika, nani ale nini. Tuna jamii ikipikwa nyama nzuri inapelekwa sebuleni kwa baba, watoto wanatoa vitu ambavyo labda sio vizuri. Kwa mambo kama haya sasa, ile ni eneo la pili. Na eneo la tatu ndio ile la mambo ya afya sasa, magonjwa na mazingira na kadhalika. Kwa hiyo walipokuja na mtazamo huu baada ya yale machapisho, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa likaweka azimio kuanzisha kitu kinaitwa vuguvugu la SANG, Scaling Up Nutrition Global Movements. Na hii sasa ilikuwa ni jukumu likabidhiwa kwa ofisi ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, na akaanzisha mfumo sasa. Kukawa na viongozi ambao katika ngazi ya kimataifa ambao wanashughulika na kumshauri na kufanya utetezi wa advocacy au uchamuzi kuhusu nchi sasa kujitafakari na kuangalia hali ya lishe walionayo na namna bora ya kupambana na lishe. Na wao wakaja sasa na tafsiri pana ya lishe, wakasema kwamba lishe inakuwa na mambo mengi ya kijamii, ya uzalishaji wa chakula, malezi, afya na kadhalika. Kwa hiyo wakaja na mtazamo mpana, na nchi zikashawishiwa kujiunga, hasa zile ambazo zilikuwa na lishe duni. Na Rais wetu wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alikubali kuifanya Tanzania kuwa mwanachama wa SANG mwaka 2010. Na mambo mengi yalibadilika baada ya pale. Sasa kipindi cha 2010 yeye ndo alikuwa kinara hapa Tanzania na dunia, na mpaka leo Mheshimiwa Kikwete, rais wetu mstaafu, bado ni mwanachama wa kile kinachoitwa LEADER, kwa sababu baraza linaloshauri Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu mambo yote ya lishe kutoka Umoja wa Mataifa duniani. Toka wakati ule mpaka amestaafu, na sasa bado yuko. Sasa nchi zinapojiunga kwenye vuguvugu la SANG zinaakisi ule mtazamo kwamba sasa lishe inahitaji mtazamo mpana na ushiriki wa wadau wengi, lakini serikali lazima isimame mbele kuhakikisha kwamba inatoa uratibu wa wadau wote ushiriki, ikiwemo
asasi za kiraia, UN agencies, wafadhili wa maendeleo, asasi za kiraia na wafanyabiashara binafsi. Mfano wake ni kwa mfano leo unamwona Bakhresa anazalisha unga mwingi sana wa ngano, wa mahindi. Kwa hiyo usipomweka karibu unaweza kuwa na athari chanya au ambazo pia ambazo ni hasi. Kwa hiyo kwa mtazamo ule ni dhahiri kwamba serikali lazima ikae mbele na itoe nafasi stahiki kuhakikisha kwamba wadau wote hawa wanashiriki kikamilifu ili kutatua tatizo. Sasa huo ndio mtizamo na uliopo katika SANI na nchi wanachama. Sasa nimelizungumza hii kwa kuanzia mbali ili kuweza kufikia kwenye mada ya leo, kwa sababu mtaelewa kwa nini sasa tunatoa hili tamko leo. Na tamko ambalo tunataka kulitoa leo la kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo alijibu lile swali siku ya ile press waandishi walikuwa waalimu pale Ikulu. Na nakumbuka swali hili liliulizwa na timu walimu wa Clouds Media ambaye ni nafikiri anaitwa Joyce Shebe, na yeye alijikita kwenye udumavu. Anasema kwamba hali ya udumavu bado si nzuri, na mimi kama Mheshimiwa Rais mtazamo wake ni hivyo. Na Mheshimiwa Rais aliongelea jambo kwa umahiri sana, na ndio kitu ambacho kimetufurahisha cha kwanza. Kwanza aliweza kuelezea ule udumavu ulivyo na hali ilivyo na mazingira ambavyo udumavu wenyewe umegawanyika katika nchi. Akasema akasema kwamba mahali ambapo tuna chakula kingi ndiko ambako udumavu kulikuwa. Akazungumzia mikoa ya kati kama Morogoro, Iringa, Njombe mpaka nyanda za juu kusini. Na ni kweli tu. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba pamoja na kwamba kuna uwepo wa chakula kingi kingine ndiko bado hali si shwari. Lakini pia akaenda mbele kueleza namna ambavyo hali ya lishe duni inaathiri afya ya mama na mtoto, ambaye yeye alipambanua kwa sababu eneo ambalo kutoka akiwa makamu wa rais amekuwa akiliangalia kwa jicho la karibu. Akasema serikali imesimamia uongezaji wa vituo vya afya, hospitali za wilaya na kadhalika. Kwa hiyo yote yale akawa anaunganisha sasa kwamba pamoja na kuwasaidia kupitia kuhakikisha kwamba huduma zinawakaribia watoto na kina mama, lakini akawa pia anaelewa kwamba tatizo la lishe bado ni kikwazo kubwa sana kwenye afya ya mama na mtoto. Na akaenda mbele akasema kwamba yeye mwaka 2018 akiwa makamu wa rais, sasa Mheshimiwa Rais kutoka makamu wa rais alianzisha mikataba ya uwajibikaji kwa wakuu wa mikoa. Na lengo kubwa lilikuwa ni kuhakikisha kwamba mkakati wetu ambao tulikuwa miaka 5 mkakati jumuishi wa utekelezaji masuala ya lishe, lakini pia kulikuwa na tamko la serikali kuhakikisha halmashauri zinapanga pesa kiwango cha shilingi 1000 kwa mtoto, kuhakikisha kwamba pesa zile zinatumika vizuri na kuhakikisha kwamba zile afua ambazo ziko ndani ya mikakati zinatafsiriwa vizuri kwenye maeneo husika ya halmashauri na utekelezaji unakuwa kamilifu. Naweza kumnukuu Mheshimiwa Rais tu. Anasema nilipokuwa makamu wa rais nilijipa kazi ya kujishughulisha na sekta ya afya na nilishughulika na afya ya mama na mtoto. Kwenye afya ya mama na mtoto nilijielekeza sana katika ujengaji wa vituo vya afya na zahanati ili kusogeza huduma za afya karibu zaidi na wananchi, na kwa kiasi fulani tuliweza. Lakini pia nilijiingiza kwenye swala la lishe, nikaingia mikataba na wakuu wa mikoa, na kila mkuu wa mkoa nilimtaka asimamie lishe kwenye mkoa wake, ambayo zaidi ilikuwa kwenye ile mikoa ambayo tunaita mikoa ya vyakula, mikoa ya katikati hapa Morogoro, Iringa, Mbeya na kanda za juu kusini. Ndio mikoa ambayo inalima vyakula vyote, lakini ndio mikoa yenye kiasi kubwa cha utapiamlo na udumavu mpaka Kigoma kule juu. Kwa hiyo kwa kuingia mikataba na wakuu wa mkoa ilikuwa na wabana na wameweza kupunguza hali hiyo kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo sasa nitaifanya kazi hiyo nikiwa katika kiti hiki cha urais, ambapo najua wakuu wa mikoa watajituma zaidi ili kuondosha tatizo hili. Sisi hili ndio hasa kubwa kwetu, kwa sababu kama nilivyosema, ukiangalia tatizo la lishe ni pana. Kwa hiyo uongozi wa serikali kwenye eneo hili ni muhimu kwa sababu ya ushiriki wa sekta nyingi nje na ndani ya serikali, lakini pia linahitaji msukumo wa kisiasa, kwa sababu lishe ilivyo kwa haraka hasa udumavu unatokea kwenye siku 1000 za kwanza, kutoka mama anapopata ujauzito mpaka kufikia mwaka wa pili wa mtoto. Sasa lakini athari zake baada ya hapo, kama mtu ya kupata tiba stahiki, zinaendelea kwa maisha yake yote, na athari kubwa ni nyingi. Uwezo wa ufahamu wa mtoto huyu unapungua kati ya 30% mpaka 40%, na asipotibiwa jambo hili linabaki maisha yake. Atakuwa mtu mzima, lakini
itamfanya hata atakapokuwa shule asisome vizuri kwa sababu ya ufahamu kidogo kupungua. Atakapokuwa na kazi yote ambayo inahitaji kufikiri, lazima hali yake kufikiri itashuka. Kwa hiyo utaona kwamba si rahisi sasa kuunganisha kilichotokea kwenye siku 1000 za kwanza na utu uzima wa huyu. Kwa hiyo si jambo ambalo linavutia kwa haraka watu kulisimamia, kwa sababu mpaka mtu aelewe, na ndio kitu kikubwa ambacho mama anafahamu hapa nikimwangalia. Kwa hiyo nilikuwa nataka kusema kwamba sisi tunashukuru sana kwamba mama ameahidi kulisimamia hili jambo, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu, kwamba alikuwa na mikataba wakati akiwa makamu wa rais na anakwenda nayo kwenye ofisi ya rais. Kwa hiyo ni tamko kubwa kwetu na tunaamini kwamba litachochea kasi na juhudi kuhakikisha kwamba jambo hili linakuwa historia. Sasa ukiangalia kitakwimu kuhusu lishe hasa udumavu, mwaka 1996 tulikuwa na 50%, lakini tumekwenda kufika 2010 ilikuwa 42%, tukajiunga na SAN tukapata matokeo ya haraka sana, tukapunguza kama 8% mpaka 2015, lakini kutoka 2015 mpaka 2035 mpaka sasa kama 32.8. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba kile kipindi ambacho Mheshimiwa Rais Kikwete alisimama imara kwenye hili nipata matokeo ya haraka sana. Kwa hiyo tunaamini Mheshimiwa Rais sasa ambaye tunaye kwa awamu ya 6 Samia Suluhu Hassan, kama yeye atasimamia kama ambavyo ameida alikuwa akifanya makamu wa rais, tunaamini matokeo yatakuwa ni makubwa zaidi. Kwa hiyo nafikiri ni muhimu sisi kama sehemu ya kwanza ndio taasisi rasmi ambayo inawakilisha asasi za kiraia ambazo zinashughulisha na lishe kwenye mfumo mzima wa SAN hapa Tanzania, lakini mbili kama sehemu ya watendaji ambao tunashughulika huko na asasi zetu 340 katika Tanzania nzima, lakini tatu sisi ni wananchi, kwamba tunafaidika na tunadhani ni jambo zuri kuliwekea mkazo na kuzungumza katika hadhara hii kwamba ni kitu ambacho tunakiunga mkono. Namshukuru kwa kauli hiyo na nia hiyo thabiti alionayo, lakini pia tutaendelea kushirikiana naye kadri au na serikali kadri itakavyowezekana kuweza kutoa mchango stahili kuweza kufikisha azma hiyo. Ikumbuke kwamba mwaka 2016 PANITA iliratibu pamoja na wadau wengine katika sekta ya lishe, iliratibu uzinduzi wa ripoti ya hali ya lishe duniani. Tulifanya pale ripoti na Mheshimiwa Makamu wa Rais tulimwalika Mama Samia kutoka kama mgeni rasmi, na katika hadhara ile tulizungumza mambo mengi, lakini kwa tuliwaomba kama serikali, kama ndio tulikuwa kwenye uchaguzi toka tu, tukaambia kwamba ni muhimu wakati wa kipaumbele kwenye swala la lishe, na kama mtakumbuka wakati kulikuwa na msukumo mkubwa sana wa kutengeneza madawati kwenye shule za serikali. Mimi binafsi nitamka siku ile nikamwambia Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunafurahi sana kwamba serikali inafanya mambo mengi, tunajenga madarasa, tunaongeza madawati, lakini niwaombe au kwa niaba ya hadhara hii serikali itoe kipaumbele na tukamwomba yeye binafsi kwamba waliangalia jambo kwa karibu kama ambavyo wanaangalia mambo haya yaende sambamba, na pia kupitia Mheshimiwa Danstan Kitandula, mbunge wa Mkinga ambaye pia ni mwenyekiti wa kikundi cha wabunge vinara wa lishe, alisimama kumwomba rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais wakati ule kuomba rasmi kwa kinara wa lishe wa kitaifa na kubali. Kwa hiyo utaona limetoka mbali. Kwa hiyo tunaamini inawezekana yote haya yalimfanya Mheshimiwa Makamu wa Rais kuwa na ukaribu hili jambo, na ilipofika mwaka 2018 wakati wa Food Fortification Summit pale US International Conference Center, ndipo alipotamka rasmi. Alikuja kwenye mkutano ulikuwa ni mambo ya urutubishaji vyakula, kulikuwa na watoto waliwaona pale vigongoazi, vichwa maji kadhalika, na akaambiwa shida hii yote ni mama tu alipopata ujauzito alikuwa hana folic acid ya kutosha. Mheshimiwa alisikitika sana siku ile kwenye mkutano, ndio alipoamua akasema sasa nadhani umefika wakati tuwajibishane kiutendaji, na ndipo alipotamka kwa sasa tutatengeneza mikataba ambayo tutawasahihisha kwa mikoa mikataba ya uwajibikaji. Nataka kutoa hii ili muone kwamba hajaanza leo, ile jambo ametokana nalo mbali. Kulingana na mkoa kabisa, sasa hii ina maana gani? Tafsiri yake ni nini hasa kwa nini inakuwa na peleleni kwa nchi? Wakuu wa mikoa kisheria ndio wasimamizi wa shughuli za maendeleo kwenye ngazi za mikoa kwenye maeneo yao ya kiutawala. Kwa hiyo mipango yote ya halmashauri inapoandaliwa kwa ajili ya kuidhinishwa lazima ifike kwenye RCC. Kwa hiyo inapata idhini ya mkoa na inakwenda TAMISEMI kwa ajili ya kuunganishwa pamoja kwenda kupelekwa bungeni. Na wanaporudi kikawaida, kila RCC inapokaa halmashauri zote zinatoa mrejesho wa maendeleo ya utekelezaji wa ile mipango. Na kwa hiyo kuna mambo mawili. Kwanza itachangiza kuhakikisha kwamba mipango ya halmashauri inaakisi zile afua ambazo zipo kwenye mpango jumuishi. Lakini mbili,
maelekezo ya utengaji wa fedha wa shilingi 1000 kwa mtoto naamini yatazingatiwa kwa sababu ni agizo la serikali. Kwa hiyo tafsiri yake nini? Kunakuwa na usimamizi wa karibu na kuongezeka kwa uwajibikaji katika kuhakikisha kwamba mambo ya lishe yanapata kipaumbele. Kama nilivyosema, swala la lishe katika mazingira ya kawaida si rahisi kupata kipaumbele kwa sababu otherwise mtu ana uelewa mpana sana. Kwa hiyo nadhani msukumo wa kisiasa katika hatua tulionayo ni jambo muhimu. Katika kuongezea hilo, kwa nini tumesema tumpongeze Rais kwa lile tamko? Baada ya kuingia mikataba na wakuu wa mikoa mwaka 2018 kupitia ofisi ya waziri wa TAMISEMI, tumeona jinsi ambavyo mikoa mingi imeongeza utekelezaji wa afua za lishe amani. Lakini pia kupitia mkataba kila mwaka huwa kuna mkutano ambapo mikoa yote inapimwa, mkoa gani umefanya vizuri, upi umefanya vibaya. Na mkoa uliofanya vizuri unapewa kombe na uliofanya vibaya unapewa, wanasema watawapa kinyago kwa ajili ya kuambia kwa nyinyi mjafanya vizuri. Kwa kutokana na ile hamasa ambayo imeonekana kupitia mikataba ya lishe ambayo Kiingereza wanaita compact kwenye mikoa, tumeona kwamba kwanza kumekuwa kuna mwamko wa kipekee wa kisiasa kwa habari za lishe. Wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya wamekuwa ni watu ambao wanafuatilia shughuli za lishe kwa umakini sana, kiasi kwamba hata watendaji ambao kwenye ngazi za wilaya na mikoa wamekuwa makini kwenye shughuli za lishe. Na hiyo ilifanyika wakati ambapo Mheshimiwa Rais ni makamu wa rais, ambao tunaamini kwamba kwa tamko la juzi kwamba ile mikataba hataki ibaki ofisi ya makamu wa rais, anataka aendelee nayo kama rais. Tunaamini kwamba ule mwitikio, ule msukumo, lakini pia ule utashi wa siasa kwenye masuala ya lishe utaongezeka, na lengo ni kuwa na taifa ambalo halina udumavu, taifa ambalo halina utapiamlo wa aina zozote. Jina la cheo. Mimi naitwa Jenny Msagati, ni mratibu wa programu Kanita. Labda niongezee kitu kimoja kabla hatujaendelea. Kimsingi iko hivi. Asili ya utengaji wa fedha za lishe unatokana na tathmini ambayo ilifanyika na Benki ya Dunia. Nafikiri kama mwaka 2010 kati ya 10 na 15 wakati vuguvugu la sana lilikuja. Kwamba je, ni kiasi gani cha pesa ambacho kinaweza kuondoa udumavu kwa watoto? Kwa mwaka kwa mtoto ambaye yuko chini, yaani kama ndio kigezo cha minimum mandatory budget ya chini kabisa, ambayo mkiiweka na kila mwaka itasaidia kuhakikisha kwamba tunafikia malengo yale ya World Health Assembly ya baada ya 2025 kufikia 2025. Na ndio sasa hapo haja ilipoanza. Sasa tunapozungumzia dola 8.5 sio ya serikali, ni pesa yote ambayo inapatikana ndani ya nchi, inaweza kuwa ya wafadhili, ya serikali na kadhalika. Kwa hiyo serikali inayo ikakubali rasmi kwamba na yenyewe sasa itajikita kuhakikisha kwamba inatoa pesa zake za ndani, kwa sababu hii shilingi 1000 ni pesa za ndani, sio pesa za wafadhili, haijumuishi pesa ya wafadhili. Na ilianza na 500 ikafika 1000, ikiwa kwamba ahadi kwamba pesa hii itaongezeka. Sasa kama tunavyofahamu mambo ni mengi, kipato, kwa sababu pia unapotaka kutoa lazima uangalie ngapi ziko kwenye mfuko. Kwa hiyo nadhani huo ndio muktadha wa pesa hii. Lakini serikali siku zote ina nia ya kuhakikisha kwamba pesa hizi zinatolewa, zinatumika kikamilifu. Lakini mbili, pale hali inapokuwa inaridhisha, pesa hii iongezwe. Kwa hiyo nadhani nia ipo na tuko kwenye mchakato, tunaendelea kuelekea nadhani sasa ni 2030. Kwa hiyo nadhani hata kama haitoshi, lakini nia ni nzuri na tunaona kabisa kuna juhudi za makusudi kabisa kwa kuchagiza kwamba hii pesa itoke na itumike. Kwa hiyo nadhani matatizo na kadri siku tunavyoenda hali hii inapungua. Kwa hiyo hata uhitaji wa pesa nao utapungua. Kwa hiyo nadhani tunaendelea vizuri, ingaje kuna mazungumzo yanaendelea. Nadhani sasa hivi kwenye hatua za kutengeneza mpango wa pili mwisho sababu la lishe. Kwa nadhani haya yote yanazungumzwa kwa kina na serikali kwa kweli inaonyesha kabisa utayarifu kwenye hili jambo kuhakikisha kwamba tunatokomeza udumavu na pale inapowezekana rasilimali zinaongezeka hadi tutakapokuwa bajeti na